Jina Hind Rajab limekuwa moja ya majina yenye uzito mkubwa katika mjadala wa vita vya Gaza. Uzito wa jina hilo si kwa sababu tu alikuwa mtoto wa miaka 5, bali kwa sababu mazingira ya kifo chake, rekodi ya simu ya kuomba msaada, uchunguzi wa kisayansi na hatua za kisheria zilizofuata zimefanya kesi yake kuwa alama ya mjadala mpana kuhusu ulinzi wa raia wakati wa vita. Na sasa Agosti mwaka huu, suala la Hind limeingia katika hatua mpya kabisa. Jeshi la Israel limekiri kwamba wanajeshi wake walifyatua risasi kwenye gari alilokuwa ndani Hind pamoja na ndugu zake, na limefungua uchunguzi wa jinai kuhusu tukio hilo. Hili ni muhimu kwa sababu hapo awali jeshi lilikuwa limekanusha vikali kuwapo kwa wanajeshi wake katika eneo la tukio. Tarehe 29 Januari mwaka 2024, Hind Rajab, mtoto wa kike wa Kipalestina mwenye umri wa miaka 5, alikuwa pamoja na wanafamilia wake katika eneo la Tel Al-Hawa katika mji wa Gaza. Familia ilikuwa ikijaribu kuondoka katika eneo hilo wakati mapigano na operesheni za kijeshi zikiendelea. Hind alikuwa ndani ya gari aina ya Kia Picanto pamoja na ndugu zake, shangazi na mjomba wake. Lengo lao lilikuwa kuondoka eneo lililokuwa limekumbwa na kuwa hatari zaidi kwa raia wa kawaida. Na wakiwa njiani, gari hiyo aina ya Kia Picanto ilishambuliwa kikatili kwa risasi. Kwa mujibu wa uchambuzi uliofanywa baadaye kwa kutumia ushahidi wa picha, sauti, ramani na picha za satellite, kulikuwa na magari ya kijeshi ya Israel katika eneo hilo. Mashambulizi hayo yaliua watu kadhaa waliokuwa ndani ya gari hilo. Hind na binamu yake mwenye umri wa miaka 15, Layan Hamadeh, ndio walionusurika mwanzoni mwa tukio hilo. Uchunguzi wa forensic architecture baadaye ulikadiria kwamba gari hilo lililengwa kwa mamia ya risasi, huku uchambuzi wao ukikadiria takriban risasi 335. Baada ya kuona wanafamilia wake wameuawa na gari likiwa limezingirwa na hatari, Layan alipiga simu kwa Palestine Red Crescent Society, shirika linalohusika na huduma za dharura na uokoaji. Katika mawasiliano hayo, Layan aliwaelezea wahudumu kwamba walikuwa ndani ya gari na kwamba kulikuwa na tanki karibu nao. Mawasiliano hayo ndiyo yaliyokuwa mwanzo wa tukio ambalo baadaye lingefuatiliwa na dunia nzima. Wakati wahudumu wa Red Crescent wakiwasiliana na Layan, milio ya risasi ilisikika kwenye simu. Mawasiliano yakakatika ghafla. Hind ndiye aliyebaki kuzungumza na wahudumu wa Red Crescent. Kwa wakati huo, alikuwa mtoto mdogo aliyebaki peke yake ndani ya gari lililokuwa limejaa miili ya wanafamilia wake. Hind aliwaambia wahudumu kwamba wengine walikuwa wamekufa na kwamba alikuwa ameogopa kweli kweli. Hind aliendelea kuzungumza na kituo cha Red Crescent kwa muda mrefu, akawaeleza wahudumu kwamba alikuwa akiogopa na kuwaomba waje kumchukua. Sehemu iliyofanya tukio hili lijulikane duniani kote ni wakati ambapo mtoto huyo alikuwa akiomba msaada wakati wa mashambulizi hayo. Hind aliendelea kuzungumza na kituo cha Red Crescent kwa muda mrefu, huku akiwaambia wahudumu kwamba alikuwa akiogopa na kuwaomba waje kumchukua. Sauti yake ilirekodiwa wakati wa mawasiliano hayo. Kwa sababu ya kurekodiwa kwa mazungumzo hayo, watafiti waliweza baadaye kutumia sauti, muda wa simu na taarifa nyingine kujenga upya sehemu ya mwisho wa tukio. Baada ya kupokea ombi la msaada, Palestine Red Crescent Society ilianza kupanga jinsi ya kutuma ambulance kwenda kumchukua Hind. Lakini tatizo kubwa lilikuwa eneo ambalo Hind alikuwa amekwama. Kulikuwa na mapigano na uwepo wa vikosi vya kijeshi katika eneo hilo, hivyo waokoaji walihitaji kuratibu njia ya kuingia. Kwa mujibu wa taarifa za Red Crescent na uchunguzi uliofuata, kulikuwa na mawasiliano kuhusu njia ambayo ambulance ingetumia kufika kwa Hind. Hatimaye ambulance yenye wahudumu wawili wa Red Crescent, Yusuf Al-Zaino na Ahmed Al-Madhoun, ilitumwa kwenda eneo ambalo Hind alikuwa amekwama. Wahudumu hao hawakuwa wamekwenda kupigana, walikuwa wamekwenda kumwokoa mtoto mwenye umri wa miaka 5. Lakini baada ya ambulance kuelekea eneo hilo, mawasiliano yao yakapotea na kukatika ghafla. Kwa wakati huo, Red Crescent haikujua kwa uhakika kilichowapata Hind wala wahudumu wake. Baada ya uchunguzi wa eneo ulionyesha kwamba ambulance iliyokuwa imetumwa kumwokoa Hind
ilikuwa imeharibiwa na kushambuliwa vibaya. Waokoaji wawili waliokuwa ndani yake walikuwa tayari wamefariki. Uchunguzi wa Washington Post, Sky News na Forensic Architecture ulitumia ushahidi wa eneo, picha za satellite na uchambuzi wa uharibifu wa ambulance kutathmini mazingira ya tukio hilo. Na hapo ndipo tukio lilipoanza kuwa kubwa zaidi kuliko kifo cha Hind. Sasa kulikuwa na mtoto aliyekuwa amenasa ndani ya gari na wahudumu wawili waliouawa wakati wakijaribu kumwokoa mtoto huyo. Baada ya mawasiliano kukatika, familia na Red Crescent hawakujua hatima ya Hind. Eneo hilo lilikuwa bado hatari na halikuweza kufikiwa kwa urahisi. Hind hakupatikana siku hiyo, wala hakupatikana siku iliyofuata, na kabisa hakupatikana hata baada ya siku kadhaa. Kwa jumla, ilichukua siku 12 kabla ya eneo la gari kufikiwa na miili kupatikana. Tarehe 10 Februari mwaka 2024, familia ilipoweza kufikia eneo hilo baada ya vikosi vya Israel kuondoka katika sehemu hiyo, gari lilipatikana. Ndani yake kulikuwa na Hind pamoja na wanafamilia wake waliokuwa wameuawa tayari. Gari lilikuwa limejaa alama za risasi. Umbali mfupi kutoka hapo, ambulance iliyokuwa imetumwa kumwokoa Hind pia ilipatikana ikiwa imeharibiwa vibaya. Miili ya wahudumu wawili wa Red Crescent ilipatikana ndani ya gari hilo. Na hapo ndipo maswali makubwa yakaanza. Nani aliwafyatulia risasi watu waliokuwa ndani ya gari? Na swali la pili, nani alishambulia ambulance iliyokuwa imekwenda kumwokoa Hind? Mwanzoni, jeshi la Israel IDF lilisema kwamba wanajeshi wake hawakuwa karibu na gari hilo na kwamba hawakuwa katika eneo ambalo lingewezesha kulifyatua risasi. Lakini uchunguzi huru ulianza kuhoji maelezo hayo. Watafiti wa Forensic Architecture walikusanya ushahidi mbalimbali. Walitumia rekodi za simu, sauti za mawasiliano, picha za satellite, picha za eneo, video na uchambuzi wa gari. Kwa kutumia taarifa hizo, walijaribu kujenga upya kile kilichotokea dakika baada ya dakika. Uchunguzi wao ulihitimisha kwamba tanki la Israel huenda lilifyatua mamia ya risasi kuelekea gari hilo, na kwamba gari hilo lilikuwa katika eneo ambalo magari ya kijeshi ya Israel yalionekana mara kwa mara. Washington Post nayo ilifanya uchunguzi wake na kupata ushahidi wa magari ya kivita ya Israel katika eneo hilo, jambo lililopingana na madai ya awali kwamba hakukuwa na wanajeshi wa Israel karibu na eneo la tukio. Kadri ushahidi ulivyoendelea kuchunguzwa, kifo cha Hind hakikubaki kuwa swala la familia yake pekee. Mashirika ya haki za binadamu, watafiti na taasisi za kimataifa walianza kuuliza kama tukio hilo linaweza kuwa na vipengele vya ukiukwaji mkubwa wa sheria za kivita. Mnamo mwaka 2024, wataalamu huru walioteuliwa na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa walisema mauaji ya Hind yanaweza kuwa uhalifu wa kivita, huku wakisisitiza umuhimu wa uchunguzi zaidi. Kuna tofauti kubwa kati ya kusikia kwamba mtoto ameuawa vitani na kusikia sauti ya mtoto huyo akiomba msaada wakati tukio likiendelea. Rekodi ya mawasiliano ya Hind na wahudumu wa uokoaji ndio iliyofanya tukio hili kuwa na uzito mkubwa wa kihisia na pia wa kichunguzi. Iliwezekana kufuatilia sehemu ya matukio kwa kutumia muda wa simu, sauti, maeneo ya gari na picha za satellite. Hivyo, kesi yake haikubaki kuwa simulizi la familia pekee. Ikawa swala ambalo watafiti waliweza kulichunguza kwa kutumia ushahidi wa kidijitali na kijiografia kutumia satellite. Uchunguzi wa Forensic Architecture ulionyesha kuwa gari aina ya Kia Picanto ambalo Hind na wanafamilia wake walikuwa ndani lilikuwa na zaidi ya alama 300 za risasi. Uchambuzi huu ulijenga mfano wa gari na kuchunguza maeneo yaliyopigwa risasi pamoja na mabadiliko ya eneo hilo kwa kutumia picha za satellite. Baadhi ya uchunguzi umeweka idadi ya risasi zilizolenga gari katika kiwango cha takriban risasi 335. Na hapo ndipo kesi hii ilipoanza kubeba uzito mkubwa zaidi wa kisheria. Swali halikuwa tu tena Hind aliuawa vipi, bali nani alikuwa akifyatua risasi, kutoka wapi, na kwamba alikuwa anaweza kutambua kwamba gari hilo lilikuwa limebeba raia wakiwemo watoto. Baada ya Hind kuomba msaada, Palestine Red Crescent Society ilituma ambulance kwenda kumwokoa, lakini wahudumu wawili waliokuwa katika ambulance hiyo, Yusuf Al-Zaino na Ahmed Al-Madhoun, waliuawa pia katika mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa uchunguzi wa Forensic Architecture,
eneo la ambulance na mazingira ya tukio yalifanyiwa uchunguzi pamoja na rekodi za mawasiliano. Hii iliongeza uzito wa kesi kwa sababu haikuhusu tu kifo cha Hind na familia yake, bali kilihusu pia hatima ya watu waliokwenda kumwokoa. Kwa zaidi ya miaka miwili, jeshi la Israel lilikuwa limekanusha kuwapo kwa wanajeshi wake katika eneo ambako Hind aliuawa. Lakini uchunguzi wa ndani wa jeshi sasa umefikia hitimisho tofauti kabisa. Kwa mujibu wa Reuters, jeshi la Israel limekiri kwamba wanajeshi wake walifyatua risasi kwenye gari lililokuwa na Hind na wanafamilia wake, na pia limeeleza kuhusu kushindwa kwa uratibu wa harakati za timu ya uokoaji. Baada ya tukio hilo, uchunguzi wa jinai umeanzishwa rasmi. Hili ni badiliko kubwa sana la msimamo kwa sababu sasa mjadala haupo tena kwenye swali la kama wanajeshi wa Israel walihusika katika mauaji hayo. Mjadala umehamia kwenye swali la nani anawajibika na je, sheria za Israel zitachukua hatua gani? Jeshi la Israel limetangaza uchunguzi wa jinai katika kesi ya Hind pamoja na tukio jingine la mwaka 2025 lililohusisha kuuawa kwa wahudumu 15 wa uokoaji huko Rafah. Lakini katika kesi nyingine zilizopitiwa, ikiwa ni pamoja na vifo vya wafanyakazi wa World Central Kitchen na Doctors Without Borders, na hapo ndipo mashirika ya haki za binadamu yanapohoji kama hatua hizo zinatosha. Baada ya kifo cha Hind, shirika linaloitwa Hind Rajab Foundation lilianzishwa na jina lake. Shirika hilo limekuwa likifuatilia masuala ya kisheria dhidi ya wanajeshi na makamanda wa Israel wanaodaiwa kuhusika na uhalifu wa kivita katika ukanda wa Gaza. Mwaka 2025, Hind Rajab Foundation iliwasilisha malalamiko katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC likiwataja wanajeshi na makamanda 24 kuhusika na kifo cha Hind, wanafamilia wake na waokoaji wawili waliouawa katika mashambulizi hayo. Shirika hilo pia limekuwa likifungua malalamiko katika nchi mbalimbali dhidi ya wanajeshi wa Israel wanaosafiri nje ya nchi yao. Kwa hiyo jina Hind Rajab limegeuka kutoka kuwa jina la mwathirika wa kivita na kuwa pia sehemu ya kampeni ya kimataifa ya kutafuta uwajibikaji. Upande wa Israel unaweza kusema kwamba kuanzisha uchunguzi wa jinai ni hatua ya kuchunguza tuhuma na kuhakikisha waliohusika wanawajibishwa. Lakini wakosoaji wanasema kuna tatizo la msingi, kwani jeshi linajichunguza lenyewe. Hind Rajab Foundation imesema haina imani na uchunguzi huo wa ndani na imetaka uwajibikaji wa kimataifa. Hivyo, swala sasa si zaidi ya kujua kilichotokea, ni kuhusu nani anapaswa kuwa mwamuzi wa mwisho wa tukio hilo. Sheria za kimataifa za vita zinaweka kanuni ya msingi kwamba raia wanapaswa kulinda wakati wa migogoro ya silaha. Lakini katika mazingira ya kivita, swala la kisheria huwa tata zaidi. Inahitajika kuchunguza kama walengwa walikuwa raia au wapiganaji, kama shambulio lilikuwa la makusudi, kama tahadhari zilichukuliwa, kama shambulio lilikuwa sawia na tishio lililokuwepo, na kama kulikuwa na sababu halali ya kijeshi kuchukua hatua hiyo. Kwa kesi ya Hind, maswali hayo yanapata uzito kwa sababu kulikuwa na mtoto ndani ya gari, mawasiliano ya kuomba msaada na baadaye jaribio la kutuma ambulance. Hind Rajab amekuwa alama ya vita vya Gaza. Kwa upande wa mawasiliano ya umma, jina Hind limekuwa ishara ya watoto wanaokumbana na vita. Filamu iliyotokana na tukio lake imeongeza zaidi umaarufu wa simulizi lake kimataifa, na filamu hiyo ilishinda tuzo katika tamasha la filamu la Venice na baadaye ikapata uteuzi wa Oscar. Hii imeifanya kesi yake ifike kwa watu ambao huenda hawakufuatilia kwa karibu uchunguzi wa matukio ya Gaza. Sauti ya mtoto akiomba msaada imekuwa sehemu ya kumbukumbu ya vita. Lakini zaidi ya hisia, kesi yake pia imeonyesha umuhimu wa ushahidi wa kidijitali katika uchunguzi wa uhalifu wa kivita. Simu, picha za satellite, ramani, video na uchunguzi wa uharibifu wa magari vinaweza kusaidia kujenga upya matukio hata wakati eneo la tukio haliwezi kufikika mara moja. Kisa cha Hind Rajab hakipaswi kutazama kama simulizi la mtoto mmoja aliyepoteza maisha katika vita. Ni kesi inayokutana katika maeneo matatu kwa wakati mmoja: ubinadamu, uchunguzi wa kisayansi na uwajibikaji wa kisheria. Hind alikuwa mtoto wa miaka 5 aliyekuwa katika mazingira ya vita, alikuwa ndani ya gari lililoshambuliwa, aliomba msaada na baadaye yeye pamoja na wanafamilia wake wakapatikana wamefariki. Waokoaji waliotumwa kumsaidia nao walifariki. Uchunguzi huru umejaribu kutumia ushahidi wa sauti, picha za satellite, ramani na uharibifu wa magari kujenga upya yaliyotokea. Sasa, baada ya zaidi ya miaka miwili, jeshi la Israel limekiri kwamba wanajeshi wake walifyatua risasi kwenye gari hilo
na limefungua uchunguzi wa jinai kujichunguza lenyewe. Na hapo ndipo umuhimu na utata wa kesi ya Hint Rajab ulipo, kwa sababu haki katika kesi hii haitapimwa kwa taarifa kwamba uchunguzi umefunguliwa. Itapimwa kwa kile ambacho uchunguzi huu utagundua, nani atawajibishwa, na kama familia ya Hint pamoja na waathirika wengine watapata haki wanayoitafuta. نقرأ أنا وياكي آية قرآن. ونقرأ قرآن وأدعي شوي، شو رأيك؟ طيب نحكي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. برافو عليكي، هيك حافظة. ايش يا عمري؟